Leo nitakuonyesha namna gani unaweza kutumia hii mitandao ya kijamii kutengeneza pesa. Njia ya kwanza ambao wataalamu wengi watakushauri sana ufanye kutengeneza pesa mtandaoni ni kutafuta product ya kuuza, yani kutafuta bidhaa. So watakwambia aidha utafute nguo uuze hereni, uuze vipodozi au uuze vitu vya ndani. Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini njia hii ina cost sana because utahitaji kuwa na mtaji, sometimes itakukosa, utahitaji kuwa na ofisi. Umeona? So ni moja njia ambayo kidogo ndio ushindani. Lakini kuna njia hii ya pili. Ni rahisi na unaweza ukatengeneza pesa nyingi na haihitaji vitu vyote hivyo. Njia hii ni nini? So badala ya kuwaza ni product gani niende nikaiuza katika mitandao ya kijamii, unatakiwa kuangalia kwenye soko kuna tatizo gani ambalo naweza nikalitatua hilo tatizo na watu wakanilipa mimi pesa kutokana na uwezo wangu wa kulitatua hilo tatizo. Hii biashara tunaita expert business. Unahitaji hii biashara ifocus katika kuuza bidhaa, but unakuwa kama mtaalamu wa kutatua matatizo. Na baada hapo ukujua tatizo, sasa hilo solution inaweza ikawa ni taaluma, yani maana yake ikawa ni elimu, na kama hiyo solution inahitaji physical product, si lazima utengeneze wewe hiyo bidhaa na si lazima uende ukanunue hiyo bidhaa. Kuna watu wapo wanaotengeneza hizo bidhaa zenye kutatua matatizo, lakini wao tatizo lao wanahitaji watu wa kununua. So wewe ukiwa na uwezo kupata hawa watu, unaweza kaongea na yule mtu ambaye anauza ile product, and then ukasema mimi nitakuuzia hii product yako, lakini mteja atakayelipa nitakupa bei yako ya jumla na mimi nitabakia na faida yangu. Na hata sipouze means hutopata hasara, na hii tunaita expert business. Na zipo watu wengi sana wanafanya hivyo. Umeona? Kuliko kununua mabidhaa ukaa nao ndani alafu usipouza inakuwa ni hasara kwako. So baada ya kujua hivyo, let's say mfano umeingia kwenye soko ukakuta kwamba watu wengi wanasumbuliwa na changamoto ya kitambi na wanahangaika sana kutatua kitambi, na ukaamua kutoka nje ukaenda kutafuta labda mtu anayetengeneza dawa ya kitambi, na ukapata watu ambao product yao ni nzuri sana, inawasaidia sana kutoa tatizo la kitambi. So paka hapo tayari ushapata tatizo na tayari ushapata suluhisho ya kuuza. Na let's say yule mtu anauza ile product kiasi gani? Let's say bwana bei yake ya jumla ni 50,000. Kumbuka upo kwenye biashara ya kutatua tatizo. So isimizi unaweza kuipangia ile bei yoyote ukaiuza 90,000 mpaka 100,000. Ni namna uwezo wako kuweza kuuza hiyo product. So isimizi bidhaa moja inaweza kuongezea faida nusu au gharama nzima ya bei ya jumla. So baada hapo unafanyaje? Baada hapo unaingia katika mtandao wa kijamii za Instagram au Facebook. Na kabla hujaingia unaanza kwanza unatumia wiki nzima kujifunza namna kutatua changamoto ya kitambi. Yaani unajifunza kama vile mtaalamu. Na baada hapo unafungua Instagram yako au Facebook, and then unaanza kujitambulisha kwamba wewe ni mtaalamu wa kutatua tatizo la kitambi, na baada hapo unaanza kutengeneza content ambazo zinaanza kuelimisha watu kuhusiana na masuala ya kitambi, kisha unaonesha namna gani unaweza kuwasaidia kutatua changamoto hiyo ya kitambi, na kisha unaonesha kwamba una product ambayo inaweza kusaidia kutatua hiyo tatizo la kitambi. Kwa kufanya hivyo, watu wengi watakutafuta because wewe umefocus katika kutatua tatizo na hujafocus katika kuuza bidhaa. Na kufanya hivyo watu watakulipa pesa nyingi because wewe utasaidia tu kutatua matatizo yao. Na ukiwa na testimonial, isimizi utatengeneza hela. So ukifanya hii biashara unahitaji kuwa na ofisi, frame wala mtaji mkubwa. Unahitaji kuwa na taaluma, yani kujifunza inatumia wiki moja masuala ya kitambi. Unatafuta mtu ambaye kashatengeneza hiyo bidhaa ambayo inafanya kazi vizuri sokoni, and then unaibrand hiyo product, and then unaingia mtandaoni unatafuta watu kwa kutengeneza content, kufanya matangazo ya kulipia na watu watakutafuta, and then baada ya watu kutafuta unafanyaje? Unawaza kuuzia, na hapo unapotengeneza pesa. Na unaweza kufanya kazi kwa masaa 3 kila siku tu kutumia simu yako na internet. Kama utapenda kufanya aina hii ya biashara ya pili, kutumia mitandao ya kijamii kuweza kuingiza kipato wa kufanya biashara yenye kutatua matatizo, basi unaweza kuwasiliana na sisi kupitia namba hapo chini. Kisha nitakuelekeza hatua nzima na mengine kufanya hiyo biashara. Nitakuelekeza matatizo ambayo ukiachagua kwenye soko yatakuingizia pesa nyingi, na nitakuelekeza sehemu gani ambapo unaweza kupata product ambazo hazipo sana ni mtandaoni na unaweza ukauza na ukaingiza pesa. Yaani product hizo ukiziuza, yule unayemuuzia product yake anakulipa commission kila mwezi kwa dola zaidi, lakini wewe pia ukiziuza hizi product unapata faida ya jumla kwa kuuza hizo products. Na hiyo ndio uzuri hii biashara. So kama utapenda kufahamu namna kufanya hiyo biashara, wasiliana nasi kupitia namba hii hapo chini, kisha nitakutumia utaratibu mzima, na ukiwa tayari nitakusaidia namna gani kuifanya hiyo.